Kilichosemwa ni kwamba uepuke matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Wao wanaelewa wanavyoelewa, na mimi naelewa ninavyoelewa, kwa sababu katika nchi hii katiba inaruhusu freedom of speech. Sasa wao wanaposema hilo walilosema, wanajua walichoongea wao, lakini na mimi nasimama kwenye katiba. Nilichojifunza ni kwamba tunahitaji kurekebisha sheria za nchi ili watu wanaopelekwa magerezani wapelekwe kwa makosa waliofanya. Lakini sheria za sasa hivi wanaweza kumanipulate, ukafanya unachotaka kufanya na mtu akajikuta ameishia gerezani na kupewa adhabu ambayo hakuistahili hata kidogo. Kwa hiyo wafungwa wengi walioko magerezani wapo pale kwa sababu tu ya ubovu na udhaifu wa sheria zilizopo. Hilo ndio jambo kubwa nililojifunza nilipokuwa pale. Watu wengi magerezani ni watu wa kawaida kabisa, yani hata kupachikwa cheo cha mhalifu, mfungwa na vitu kama hivyo havionyeshi hali halisi. Mimi nimekaa nao miezi 6, tumekuwa tunalala nao bweni moja, tunaongea, tunacheka na nini. Nimewafahamu kwa ndani sana. Wengi walioko pale ni kwa sababu ya ubovu na udhaifu wa sheria zetu ambazo zinatakiwa zirekebishwe. Lakini la pili, kuna ule mfumo wa kutoa misamaha kwa wafungwa. Nimekaa pale, nimewaona wafungwa walivyokuwa na matumaini makubwa wakati misamaha inatolewa, alafu unakuta misamaha hiyo haiwagusi, wanaondoka na maumivu makubwa sana. Kwa hiyo ni vizuri kurekebisha mfumo wa utoaji misamaha ili uweze kuwagusa wafungwa wengi. Hilo ni jambo linalowaumiza wafungwa wengi, linawaumiza sana. Kwa mfano, una gereza lina wafungwa 600, mle ndani wanaopewa misamaha ni wafungwa 2 out of 600. Kuna wafungwa wamekaa kule miaka 15, wengine miaka 10, wengine miaka 18, wengine ni walemavu, wengine ni wazee. Hao wote humo mle ambao wana qualify kabisa kupewa misamaha. Sasa unamkuta mtu mlemavu hana kitu anachofanya kule jela, wengine ni vichaa kabisa. Sasa hao watu si wangestahili hata kupewa misamaha? Kama kichaa apelekwe hospitali ya Dodoma akatibiwe kule. Huyu mtu ni mlemavu, anatembea na magongo, yuko jela na amekaa jela miaka karibu 10 akiwa mlemavu hivyo hivyo. Anaamka tu asubuhi, anakunywa uji, mchana anakula chakula, basi anakaa, anarudi, analala hivyo 10 years. Hawa watu wangestahili misamaha. Kwa hiyo napenda kusema nilichojifunza, kwa kweli panahitajika urekebishaji mkubwa wa huu utaratibu wa kutoa misamaha, na kuna kitu kinaitwa parole. Kunahitajika utaratibu huu uangaliwe upya kabisa. Si kweli hiyo taarifa, si kweli, na ni vizuri muwe na tabia ya kuenda kwenye source. Nendeni mahakamani muelezwe vizuri maamuzi yalikuwaje. Kuna kitu kinaitwa conditional discharge. Nilichopewa ni conditional discharge, sio kifungo cha nje. Conditional discharge, kwamba kwa miezi 12 ijayo usitende kosa lolote. Hiyo ni conditional discharge. Lakini wako ambao kama ilivyo tabia yao wanapenda kukoroga mambo. No, si kufungwa kifungo cha nje. Kwamba nakubaliana na maamuzi hayo au hapana, hilo ni swala tofauti. Lakini kesi zilifutwa, na hata hiyo conditional discharge ni kama shauri lilifutwa, lakini kwa sababu ambazo sipendi kuzieleza,
likatolewa kama conditional discharge. Wanaelewa vibaya. Kilichosemwa ni kwamba uepuke matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Wao wanaelewa wanavyoelewa, na mimi naelewa ninavyoelewa, kwa sababu katika nchi hii katiba inaruhusu freedom of speech. Sasa wao wanaposema hilo walilosema, wanajua walichoongea wao, lakini na mimi nasimama kwenye katiba. Katiba ya nchi hii inaniruhusu kusema. Mimi nizidi kuwashukuru kwamba kwa kweli wamenipa support kubwa sana. Mimi niseme kwamba nawashukuru sana Watanzania, wamenipa support kubwa, na wasiwe wepesi wa kusikiliza na kuamini maneno ya udaku. Mimi bado nipo kwa neema ya Mungu, na hilo naliacha mikononi mwa Mungu mwenyewe. Sina la zaidi ya kuwashukuru. Tofauti ni moja tu, na lengo kubwa la gereza lolote duniani ni kukunyima ule uhuru, basi kukuweka ndani ya zile kuta 4, huwezi kutoka mpaka wenyewe waamue unatoka unaingiaje. Kwa hiyo ni kule kukosa uhuru. Hiyo ndo tofauti ya kule na huku, ni kule kunyimwa uhuru. Ndio, yes, kabisa. Nilikimisi sana sana sana, na ndio kilichoniumiza sana. Man, unazungumza uchaguzi. Krismasi ilinikuta jela, mwisho wa mwaka mpya ukanikuta jela. Ikaja Pasaka yote jela. Man, that's painful. That's very, very painful. Halafu ukizingatia kwamba hakuna kosa nililofanya. Literally, hakuna kosa nililofanya. Ndio maana hata ilibidi makosa yafutwe. Sio huruma, ni kwamba unaangalia huyu mtu hajakosa. Ndio hilo ambalo nilijifunza nilipokuwa kule.